Kwa nini tumeomba kuja kutembelea Msalato International Airport? Sisi mwaka huu tuliona tuadhimishe kumbukumbu ya baba wa taifa ambayo kitaifa inafanyika kule Mbeya, lakini kwetu sisi Dodoma tuliona tutembelee miradi ile ya kimkakati ya kitaifa ili kuenzi kazi nzuri na maono ya baba wa taifa kwamba Dodoma iwe makao makuu. Na ndio maana mambo yote haya, miradi yote imeletwa kwa sababu ya muono huo. Lakini pia kwa heshima ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alisema wakati wote tufanye makongamano kumkumbuka baba wa taifa, kumwelezea baba wa taifa kwa mazuri aliyofanya. Na yeye mwenyewe ameonyesha mfano kwa kuendeleza swala zima la makao makuu ya nchi hapa Dodoma. Kwa hiyo leo sisi kuja hapa na tuna mambo matatu. Moja, kuja kujifunza, lakini mbili, tunafanya hayo maadhimisho, lakini tatu, tunataka tukuhakikishie na utupelekee kwa waziri mwenye dhamana kwamba sisi tutakuwa mabalozi wenu wazuri baada ya kuelewa mradi huu, maendeleo yake na unaendeleaje na faida zake. Kwa baada ya kusema hayo, niombe sasa tukuombe utupe maelezo ya mradi huu. Mwaka 1976 mwalimu wetu Nyerere au rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitenga rasmi hili eneo kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja cha kimataifa cha ndege katika mkoa wa Dodoma. Ni eneo ambalo takriban na urefu wa kilomita 9 na upana wa kilomita 5. Kwa ni eneo kubwa kabisa kama mnavyoona. Ni eneo kwa ajili ya uwekezaji wa kiwanja cha ndege pamoja na miundo mbinu mingine mbalimbali. Na katika utekelezaji wa huu mradi tuna wakandarasi wawili ambao wanajenga mradi huu. Tuna mkandarasi wa kwanza anahusiana na ujenzi wa miundombinu ya barabara. Ni kampuni ya Sinohydro Corporation Limited kutoka nchini China. Nikianza na shughuli za miundombinu ya barabara, kazi anazozifanya huyu mkandarasi ni pamoja na ujenzi wa runway au barabara ya kutua na kupaa kwa ndege sehemu hii ambapo tupo kwa sasa hivi. Pia anahusika na ujenzi wa taxiways au barabara za ndege kuingilia inapoenda parking. Pia anahusika na ujenzi wa apron au maegesho ya ndege. Anahusika vile vile na ujenzi wa barabara mbalimbali kwa ajili ya huduma za kwenye kiwanja cha ndege. Na pia anahusika na ujenzi wa mifumo mbalimbali ya maji pamoja na umeme. Na kazi rasmi ziliweza kuanza mwezi wa 4 mwaka 2022. Na muda wa utekelezaji wa kazi hii ni miezi 36. Ilikuwa mkandarasi amalize mwezi wa 4 mwaka huu 2025, lakini kulikuwa na nyongeza ya kazi, tumemongezea miezi 10. Kwa hiyo tunatarajia ifikapo mwezi wa 2 tarehe 21 mwaka 2026 kazi zote za miundombinu ya barabara zitakamilika. Na gharama ya mradi huu ni bilioni 165.63 kwa upande wa miundombinu ya barabara. Na nije kwa upande wa mkandarasi wa pili, ni kampuni ya Beijing kutoka nchini China, na yenyewe inahusika na ujenzi wa majengo. Kazi anazofanya huyu mkandarasi ni pamoja na ujenzi wa jengo la abiria, tutaenda kuliona. Pia anahusika na ujenzi wa mnara wa kuongozea ndege. Ndani ukiwa hapo unaweza kuona kuna huo mnara mrefu ndipo kwenye ujenzi wa mnara huu wa kuongozea ndege. Lakini anahusika na ujenzi wa jengo la zimamoto. Ni majengo yako wakati tunakuja nadhani tumeweza kuyaona. Na pia anahusika na ujenzi wa jengo la umeme pamoja na vituo mbalimbali vya kupozea umeme. Na pia anahusika na ujenzi wa jengo la hali ya hewa. Wakati tunakuja kule mwanzoni tumeona gorofa mkono wa kushoto. Kwa hiyo takriban kuna majengo 5 makubwa ambayo anajenga huyu mkandarasi.
Gharama ya mradi kwa upande wa majengo ni bilioni 194.4, na muda wa utekelezaji wa huu mradi na wenyewe ni miaka mitatu kama ilivyo kwa mkandarasi wa ujenzi wa miundombinu ya barabara. Kazi zilianza rasmi kwa upande wa majengo ilikuwa mwezi wa 11 mwaka 2022, ambapo kwa mujibu wa mkataba mkandarasi anatakiwa akamilishe mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hiyo kazi zetu kwa sasa hivi tunaendelea vizuri. Kwa upande wa miundombinu ya barabara tumefikia asilimia 95.95, lakini kwa upande wa majengo tuko kwenye asilimia 62. Kwa hiyo kazi zinafanyika vizuri, na kama mnavyoona kwa hapa kwenye barabara ya kutua na kupaa kwa ndege tumebakiza tu kumaliza kufunga ile mifumo ya taa, na baada ya hapo runway itakuwa tayari kabisa kwa kuweza kupokea ndege.